husha mpira. Yohana aliupiga mpira akiuelekeza alikokuwa husha. Yohana aliupiga mpira kwa niaba ya husha. Yohana alimpiga husha kwa sababu ya mpira. Yohana aliutumia mpira kumpiga husha. 5. Eleza maana mbili za sentensi hii. Kiharusi chake kimewatia hofu. Ugonjwa huu umewatia hofu watu wengine bila yeye kuwemo. Yaani asipokuwemo. Ugonjwa huu umewatia hofu watu wengine na yeye akiwemo. Harusi hiyo ndogo imewatia hofu watu wengine bila yeye kuwemo. Harusi hiyo ndogo imewatia hofu watu wengine na yeye akiwemo. 6. Eleza maana mbili zinazopatikana katika sentensi hii. Nenda ukaniletee mbuzi. Nenda ukaniletee aina ya mnyama anayefungwa. Nenda ukaniletee aina ya kifaa cha kukunia nazi. Kuleta kwa niaba yangu. Kuleta kwa ajili yangu, yani kwa sababu yangu. 7. Eleza maana mbili za sentensi. Tuliitwa na Juma. Juma ndiye aliyewaita. Juma alituhitaji kwenda kwake. Mimi pamoja na Juma tuliitwa na mtu fulani. Sisi pamoja na Juma tuliitwa na mtu fulani. Yeye na Juma waliitwa. Wao na Juma waliitwa. 8. Bainisha maana mbili za sentensi hii. Wakimbizi walisema kuwa walitamani kurudi kwao mwaka huo. Wakimbizi ndio wanatamani. Watu wengine wanatamani. Wakimbizi watarudi nyumbani kwa wakimbizi. Watu wengine watarudi kwa hao wengine. Watu wengine watarudi kwa wakimbizi. 9. Andika maana mbili za sentensi hii. Medi anasema atawarithisha nyumba yake. Medi ndiye atarithisha watu wengine nyumba yake mwenyewe au ya mtu mwingine. Mtu mwingine ndiye atawarithisha nyumba. Nyinyi, yani katika nafsi ya pili, ndiyo mtakaorithishwa nyumba ya Medi na Medi mwenyewe. Wao, yani katika nafsi ya tatu, ndiyo watakaorithishwa nyumba ya Medi na Medi mwenyewe. 10. Andika maana mbili za sentensi hii. Akweli ndiye mwalimu wa pekee wa Kiswahili shuleni mwetu. Hakuna mwalimu mwingine wa Kiswahili ila yeye. Ndiye bora kati ya walimu wote wa Kiswahili. 11. Toa maana mbili za sentensi hizi. Kisemei amemvulia baba kofia. Amevua kofia na kuwapa. Samahani. Amevua kofia na kumpa. Amemheshimu. Kwa nini msililie hapa? Kwa nini msitoe machozi mkiwa hapo? Kwa nini msile kwa mfano tunda mkiwa hapo? 12. Andika maana mbili za sentensi hizi. Jua nisemalo ni muhimu kwako. Yani fahamu na uzingatie nililosema kwani litakufaa. Gimba litoalo mwangaza huwa na manufaa. Huyu amekuja kutuliza. Amekuja kutufanya tutoe machozi. Amekuja kupumzika. 13. Andika maana mbili za sentensi hizi. Mwalimu ametupa simu yake. Ameirusha. Ametukabidhi rununu yake. Paris amenunua kitabu chake. Amenunua chake binafsi, yani ili akitumie. Pili, amenunua cha mtu mwingine. 14. Bainisha maana tatu za sentensi hii. Victoria aliwatangazia chao. Yani kwa niaba ya au badala ya, kwa manufaa ya au faida ya au kwa ajili ya. Aliwatumia kutangaza, yani kama nyenzo. Chao yani kifaa.
15. Eleza maana mbili za sentensi hii. Mmea hunawiri mvua inyeshapo. Mmea hunawiri mahali mvua inaponyesha. Mmea hunawiri wakati mvua inaponyesha. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo unataka nifanye kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.